Leo hii tupo katika kuingia makubaliano na kampuni ya Vivo Energies ambao ndani yake wana engine pamoja na shells ambao wanafanya shughuli mbalimbali hapa nchini, hususan kwenye masuala ya vilainishi, lakini pia na utoaji pia wa huduma mbalimbali za vifaa ambavyo vinatumika kwa ajili ya kufanya maintenance mbalimbali kwenye magari na vyombo pamoja na mitambo. Na katika muunganiko au makubaliano haya ambayo tunaenda kuyaingia, lengo ni kuhakikisha kwamba tunaenda kutengeneza wale vijana au wanafunzi wanaokuwa wanasoma katika vyuo vya VETA waweze kuwa na uelewa wa matumizi sahihi ya zile lubrication ambazo zinakuwa zinatengenezwa, lakini pia kuweza kuelewa ubora na viwango ambavyo vinatakiwa kutumika katika kila kifaa ambacho yule mwanafunzi au wale wanaoenda kutoa hizi huduma kuweza kujua kwamba kifaa hiki atumie lubrication gani kwa ajili ya kuweza kukirekebisha kifaa hicho. Lakini katika kwenda kushirikiana nao ni kwa ajili pia ya kuweza kuwapa ujuzi zaidi walimu, wakufunzi pamoja na wanafunzi wetu katika matumizi sahihi ya huduma au vitu ambavyo vinavyokuwa vinatengenezwa na wenzetu wa Vivo. Majina naitwa Harriet Mgongolwa. Leo ni siku ya furaha sana kwetu kutokana na huu muungano wa VETA na Vivo Energy kwa upande wa wanafunzi ambao wanaingia katika mafundisho ya mechanics. Bila shaka tunajua watu wengi hawana ufahamu mkubwa kuhusiana vilainishi au hawajui ni kitu gani kinaingia katika chombo chao. Hivyo unakuta mtu mara nyingi huwa anamtegemea fundi ndio aweze kumrecommend atumie kilainishi gani, atumie mafuta gani na kadhalika. Hivyo sisi kama Vivo tunawaheshimu sana mafundi na tunafanya nao kazi on a daily basis, lakini tumeona ni jema kuja hapa VETA na kuwadaka wale wanafunzi ambao wanajifunza kuingia kuwa mafundi na kuwa washauri wakubwa kwa wateja katika utumiaji wa vyombo vyao, lubrication na hata maintenance ya magari, bodaboda na magari makubwa na hata kwenye industrial level pia. Kwa hiyo kukosa fundi ambaye anajua anachokifanya, of course ina damage sana mtu bidhaa zako, inakuletea loss, si ndio? Na unashindwa pia kufanya biashara zako za kijamii na hata ambazo zinakuingizia kipato. Hivyo ni muhimu sana kwa mafundi wote kuwa na ujuzi muhimu kuhusiana na vilainishi, kujua jinsi gani wanaweza wakamshauri mteja ili kuweza kutumia kifaa ambacho kinafaa katika chombo chake. Kwa hiyo sisi Vivo, ukikosa fundi ambaye anaweza kukuelekeza sahihi jinsi ya kutumia lubricants, kwa nini utumie Shell lubricants, hilo of course inaleta sana hasara, na ndio maana tuko hapa. Ukizingatia pia miradi yetu ya kijamii iko katika kanda ya elimu, mazingira na afya. Tuko hapa kwa ajili ya kuendeleza elimu kwa mafundi, tupo hapa kwa ajili ya kuendeleza elimu kwa watu wote kiujumla kuhusiana na lubrication. Mimi naitwa Godwin Mwita, nasimamia ni mkuu wa kitengo cha masoko, namaanisha commercial part na vilainishi katika Vivo Energy. Jambo la msingi labda kwanza kusema ni kwamba ni makubaliano haya tulijaribu kuyaingilia katika mambo makubwa matatu kama ilivyoelezwa kwa nyuma. Cha kwanza ni swala zima la elimu ambao tunajua kwamba ni tija sana hasa kwa wanafunzi wa VETA. La pili pia tumeangalia katika nyanja ya utunzaji mazingira, kwa sababu hawa ni wakienda huku wanaenda kuwa mafundi, na tumekuwa tukiona mara nyingi sana pale ambapo tunaenda kupata huduma zetu kwa nje kidogo mazingira sio safi kwa maana hiyo. Sasa sisi kama Vivo Energy kwamba tunakuaje msaada au tunakuaje chachu katika kuleta utunzaji wa mazingira katika hilo swala. Lakini la mwisho ni katika swala zima la usalama. Ni dhahiri kabisa katika sehemu huko tunapofanya oil change zetu au services za magari katika garage, hali ya usalama ikoje? Sisi sote tunaifahamu. Lakini ni mabadiliko gani ambayo tunaweza tukaleta katika sehemu hiyo? Hivyo ni vitu vikubwa vitatu ambavyo tunajaribu kuvifikiria au tuliweza kuviona, tukasema kwamba hivi tukivileta kwa wanafunzi vitakuwa vya tija sana. Hasa ukiangalia kundi kubwa la hao wanafunzi wakitoka nje wanaenda kuwa ni mafundi au wanaenda kuwa wajasiriamali katika namna moja au mbili, na wachache ambao wanaingia katika duru zima la kuweza kuajiliwa. Kwa hiyo hayo ni mambo matatu ya msingi ambayo tumeona kwamba tukiyafanya kama Vivo Energy yanaweza kaleta taswira chanya na yanaweza kaleta pia ufanisi, kuongeza ufanisi hasa katika wale vijana ambao wanapata elimu hapa VETA.